Ni nadra sana kuwasikia viongozi wa kimagharibi wakisema kwamba watalitambua taifa la Kipalestina. Wakati huu rais wa Marekani Donald Trump, ambaye atafanya ziara yake katika mataifa ya Mashariki ya Kati ikiwa ni pamoja na Saudi Arabia, lakini na mataifa mengine, anasema kwamba anaweza kuitambua Palestina. Rais wa Marekani anaweza kulitambua rasmi taifa la Kipalestina katika mkutano ujao wa Ghuba na Marekani nchini Saudi Arabia. Moja kati ya vyombo vya habari nukuu ripoti na vyanzo vya kidiplomasia ambavyo havikutajwa. Palestina inatambuliwa kama taifa huru la nchi 147 ikiwa ni pamoja na Urusi na mataifa mengi ya Mashariki ya Kati, Afrika na Asia. Walakini nchi nyingi za Ulaya Magharibi, Israel na Amerika hazizingatii rasmi kuwa Palestina ni nchi huru. Mataifa mengi yametaka kutambuliwa kama njia pekee ya kutatua mzozo kati ya Israel na Palestina, ambapo mgogoro zaidi uliongezeka mwaka 2023 wakati Israel ilipoanzisha operesheni ya kijeshi huko katika ukanda wa Gaza kufuatia shambulio la kushtukiza la Hamas lililosababisha vifo vya takribani wa Israel 1200 na kushuhudia watu 250 wakichukuliwa mateka. Rais Donald Trump atatoa tamko kuhusu nchi ya Palestina na Marekani kuitambua rasmi na kwamba kutakuwa na kuanzishwa kwa taifa la Palestina bila ya kuwepo kwa Hamas. Chanzo cha kidiplomasia cha Ghuba ambacho kilikataa kutajwa jina au kuficha msimamo wake kiliambia chombo hicho, na chanzo hicho pia kiliongeza kuwa tangazo hilo litakuwa tamko muhimu zaidi ambalo litabadilisha usawa wa nguvu katika Mashariki ya Kati. Hata hivyo, rais huyo wa Marekani, moja kati ya viongozi ambao watakutana nao ni pamoja na rais wa Palestina Mahmoud Abbas, ambapo watazungumza baadhi ya mambo. Baadhi ya wachambuzi wanadai kwamba pengine ni hatua nyingine ya Donald Trump kutengeneza kukubalika zaidi kwa Marekani katika Mashariki ya Kati na baadhi ya mataifa ya Kiarabu, lakini pia baadhi wakisema kwamba ni namna ambavyo bwana Donald Trump anatengeneza mazingira ya kuichukua Gaza, huku wakiamini kwamba huenda kuitambua Palestina ni mwanzo wa kuwafurusha Hamas ambao ndio walianzisha vuguvugu mwaka 2023 ambalo limekuja kusababisha mapigano na kuharibika kabisa kwa ukanda wa Gaza. Ripoti hiyo inakuja huku kukiwa na uvumi juu ya matamshi ambayo Trump anayatoa mapema mwezi huu wakati wa mkutano na waziri mkuu wa Canada Mark Carney, wakati mara kwa mara alitania tangazo kubwa sana kuhusu jambo fulani ambalo alipanga kutoa kabla au wakati wa safari yake ijayo ya Mashariki ya Kati. Ingawa hakutaja tangazo hilo litahusisha nini, alisema litakuwa chanya sana. Baadhi ya waangalizi wa mambo wanapendekeza kwamba linaweza kurejea mzozo wa Israel na Palestina. Balozi wa Marekani nchini Israel Mike Huckabee amekanusha kuwa Marekani ina mpango wa kuitambua Palestina na kukemea gazeti la Jerusalem Post ambalo limechukua ripoti ya Media Line kwa kuamini vyanzo ambavyo havijadhibitiwa. Jerusalem Post inahitaji vyanzo bora kuliko chanzo hiki kisichojulikana, ripoti hii imeeleza, akisema ni ripoti ya upuuzi. Trump hajawahi kueleza nia yoyote ya kuitambua Palestina. Wakati wa mhula wake wa kwanza madarakani, alitambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel licha ya madai wa Palestina kuwa Jerusalem Mashariki ni mji mkuu wa taifa lao ambalo ni Palestina, chini ya mapatano ya amani kati ya Israel na Palestina ya mwaka 1993. Katika mhula wake wa sasa, hata hivyo, Trump amekuwa akishiriki katika upatanishi, juhudi za kufikia suluhu la kudumu la mzozo huo, wakati pande zote zilifikia usitishaji mapigano mwezi Januari. Israel ilianza tena operation yake dhidi ya Hamas mapema msimu huu wa kuchipua, na mapema wiki hii alipendekeza hivi karibuni kunaweza kuwa na tangazo juu ya pendekezo jipya la kusisitiza mapigano katika ukanda wa Gaza, akisema kuna mazungumzo mengi yanaendelea kuhusu Gaza hivi sasa, anasema rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump. Endelea kuwa nasi mtazamaji, tusubiri ziara hii ya rais wa Marekani Donald Trump itakuwa na tija gani. Je, Palestina itatambuliwa kama taifa? Na je, kuhusu vita kati ya Palestina na Israel, nini ambacho kitaendelea hasa katika eneo la ukanda wa Gaza? Endelea kuwa nasi bila kusahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein.